Chadema yazidi kutangaza kususia uchaguzi ujao, yadai mfumo wa uchaguzi hauaminiki bila mageuzi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa na kuomba tafadhali subscribe. Katika hali inayozidi kutikisa tasnia ya siasa nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeendeleza msimamo wake wa kutoshiriki uchaguzi wowote ule mpaka mageuzi makubwa ya msingi yafanyike kwenye mfumo wa uchaguzi. Tamko hilo limekuja wakati ambapo Chama cha Mapinduzi kikiendelea na mchakato wa kuchukua fomu za kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, na ni hatua inayotarajiwa kuhitimishwa kabla ya kuanza rasmi kwa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa Chadema, mfumo wa sasa wa uchaguzi hujajengwa juu ya misingi ya haki, uwazi na usawa, bali umebeba mapungufu makubwa yanayodhoofisha uaminifu wa mchakato mzima. Chama hicho kinadai kuwa uchaguzi sio wa marekebisho ya kweli, mchakato ama hauwezi kuwa chombo cha kuleta mabadiliko au kutoa nafasi sawa kwa vyama vyote vya siasa. Hali hiyo ndiyo msingi wa kauli yao maarufu ya no reforms no election, ambayo imeendelea kuwa nguzo kuu ya msimamo wao tangu uchaguzi wa mwaka 2020. Miongoni mwa hoja kuu zinazoibuliwa na Chadema ni miundo ya kamati ya usaili iliyoanzishwa chini ya sheria mpya ya uchaguzi. Chama hicho kinapinga vikali kamati hiyo kwa maelezo kuwa inaundwa na wale wateule wa rais, alinayonyima tume hiyo uhuru wa kikatiba unaohitajika ili kusimamia uchaguzi kwa haki na usawa. Pia Chadema imeonyesha kutoridhishwa na namna ambavyo bado watumishi wa umma wanahusishwa katika usimamizi wa shughuli za uchaguzi, licha mabadiliko ya kisheria kuwatenga wakurugenzi wa halmashauri. Kwa mujibu wao, vitendo hivyo vinafungua mlango wa mianya ya upendeleo na ukiukwaji wa haki za wapiga kura. Na katika suala la mawakala wa vyama, Chadema imesisitiza kuwa usawa ni jambo linalopaswa kujadiliwa. Wamesisitiza kuwa mawakala wanapaswa kuruhusiwa kuingia vituoni bila vikwazo, wapate nakala sahihi za matokeo na washirikishwe kikamilifu katika hatua zote za mchakato wa kupiga na kuhesabu kura. Vinginevyo, chama hicho kinaona kuwa mchakato huu unaegemea upande mmoja na hauwezi kubadilika ama kukubalika. Mbali na hayo, chama hicho kimeeleza wasiwasi wake kuhusu kuwepo kwa vikwazo visivyo vya haki dhidi ya wagombea wao. Kimekumbusha visa vya chaguzi zilizopita ambapo baadhi ya wagombea walizuiwa kwa madai ya kutiliwa shaka sifa zao, ikiwa ni pamoja na hoja ya kushangaza kwamba mgombea mwenye shahada hakuwa na uwezo wa kusoma wala kuandika. Kwao, huu ni ushahidi wa njama za kisiasa zilizolenga kuwanyima haki wapinzani halali. Chadema sasa kinapaza sauti likitaka mageuzi ya kweli yawe sehemu ya ajenda ya kitaifa kabla ya nchi kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Kwa uchaguzi haupaswi kuwa tukio la kila miaka mitano la kurudia makosa, bali uwe chombo cha kuleta mabadiliko yanayohitajika na kuakisi matakwa ya wananchi. Huku mjadala kuhusu mfumo wa uchaguzi ukiendelea kuchukua sura ya kitaifa, msimamo wa Chadema unazidi kuungwa mkono na baadhi ya wadau wa kiraia, wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika yanayopigania demokrasia. Kwa sasa chama hicho kimesimama imara, kikisisitiza kuwa hakuna kurudi nyuma mpaka mabadiliko hayo ya msingi yatakapotekelezwa.